kwenye jamvi. Na jamvi hili bwana, tunajuzana Aziza na msikilizaji kwamba ni jamvi ambalo litakuja kuleta mageuzi makubwa sana nchini Tanzania, hasa ukizingatia changamoto ambayo bado tunayo ya watoto wetu kufanywa ukatili wa kijinsia. Kwa kiasi kikubwa. Nakumbuka waziri mwenye dhamana yake Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, aliweza kuanzisha one stop center. Ukienda hapo hospitali ya rufaa ya General, kuna one stop center na hospitali zingine nchini Tanzania. Sasa hili alilolisema waziri mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa kwamba wameandaa madawati ya jinsia shuleni ili watoto waweze kusema ukatili wanaofanyiwa. Hii ni jambo moja kubwa sana na la msingi. Hii kweli sana. Sasa mbele tunaenda. Hii la waziri mkuu mbele tunaenda. Kwa kiasi kikubwa sana. Ndiyo. Kwa sababu haya madawati, hata kama mzazi utakuwa hauna ile time ya kuongea na mtoto wako nyumbani, wale wazazi ambao wanafanya wako busy sana, maana yake mtoto anakuwa anaweza kwenda kuzungumza hata na watu ambao wanapatikana katika madawati shuleni. Anaanza kueleza mapema angali yupo shuleni, kwa sababu tunajua kuna baadhi ya wazazi ambao hawapati muda wa kuzungumza na watoto wake. Maana yake mtoto anaanza kueleza. Na kitu kizuri ambacho nakipenda zaidi kuhusiana na haya madawati, manake yule ambaye anaikuwa anahusika na hilo dawati anakuwa sio mwalimu wa shule. Manake kama angekuwa ni mwalimu wa shule, mtoto pengine angepata ile hofu ya kwenda kutaja haya matukio ambayo yanafanywa, lakini kwa sababu anakuwa ni mtu baki, hii inakuwa inasaidia zaidi. Lakini jinsi ambavyo tulivyoenda mbali mpaka katika vyuo vikuu, Eliza, kuna wanafunzi ambao wapo elimu ya juu ya vyuo vikuu au vyuo vya kati, wanapitia unyanyasaji mwingi na waadhiri wao huko. Na waadhiri au wao kwa wao, kama ile tukio tulioliona juzi. Manake huyu mwanafunzi, au kuna wengine anapitia depression, anakuwa na stress nyumbani, analazimishwa hivi, au kuna mambo ambayo haendi sawa, uchumi unashuka, hajui afanye nini, anakosa pa kusemea. Mwisho wa siku tunasikia kuna mtoto wa chuo, mwanafunzi wa chuo amejinyonga. Tunashindwa kuelewa mpaka mwanafunzi wa chuo anajinyonga inakuaje. Lakini haya madawati ya namna hii, manake anaenda kumsaidia huyu mtoto, huyu mwanafunzi pia anakuwa anapata pa kuzungumzia, yani pa kupata ahueni. Kuna mtu juzi nilikuwa napiga naye story, akaniambia, Aziza, natamani nipate mtu mmoja tu niende nimwambie na unisibu, alafu aniruhusu nini nipige na ruange yani nizungumze. Maana nini? Anasema yani situation ambayo nimefikia sasa hivi nashindwa kabisa yani kustahamili mimi kama mimi. Maana sehemu kama hizi kwenye mataasisi mbalimbali, wakiwepo watu wa madawati ya jinsia ambao wanaweza kusikiliza, ndio maana unashangaa hata kuna sehemu zingine za ofisi alizo unapishana na mtu hivyo, unajua jamani, huyu mwenzangu leo vipi? Lakini pia Aziza, kitu ambacho kina nia njema lazima tukisupport kwa kiasi kikubwa. Na support kwa namna gani? Ni kwamba sisi wazazi sasa lazima tukae na watoto wetu tuwaambie kwamba huko shuleni kuna mahali ambapo mnapata nafasi ya kwenda kueleza changamoto. Kwa hiyo sehemu hiyo mtoto anaweza akasema kwamba nimekuja mimi nyumbani naishi labda na mama mlezi, tunawaita mama wa kambo. Nakaa na mama mlezi, ananifanyia 1, 2, 3. Kwa hiyo mtoto anapata nafasi ya kusema, kwa sababu muda huu anakutana na watu tofauti na wa nyumbani. Lakini pia kuna mwalimu ananifanyiaga 1, 2, 3. Kwa hiyo mtoto anaweza kuzungumza vizuri. Lakini na hawa ambao sasa wanapewa dhamana ya kuwasikiliza watoto wetu, na wao watulie kwenye ofisi. Kwa sababu unaweza siku ya kwanza asije mtoto kushtaki, siku ya pili asije mtoto kushtaki, ikawa ni kiguu na njia, natoka kidogo naenda ustawi makao kumbe una safari zako binafsi. Jamani, nyie mtakaopelekwa kwenye haya madawati ya jinsia huko mashuleni, mkae kwa kutulia, muwasikilize watoto wetu, mtatue changamoto za watoto wetu, kwa sababu watoto wetu wanaoyapitia ni makubwa. Inawezekana kuna mjomba kamfanyia ukatili nyumbani anashindwa akaseme wapi, anaenda kumwambia ama mdogo. Lakini kama shuleni tayari waziri mkuu katangaza, hili ni jambo la kupongezwa sana. Kwa kiasi na tuunge mkono juhudi hizi ambazo zinafanya, tunaona kabisa za maendeleo na zitakuja kuokoa watoto wetu.
kwa kiasi kikubwa sana. Maana changamoto zilikuwa ni nyingi, na ninaona kupitia madawati haya miaka 5 mbeleni au miaka 3 mbeleni, tukiondoa kabisa kuacha kuripoti kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia kwa watoto mashuleni. Maana tunajua mwaka huu tangu umeanza mwaka jana kuanzia katikati mpaka mwishoni tumeripoti matukio mengi. Mtoto kabakwa na mwalimu, mtoto kafanyiwa ukatili na mwalimu, mtoto kaumizwa nyumbani na mama yake. Maana kama watoto watakuwa na pa kusemea na kupata ile uhuru, maana tunajua watu ni watu ambao wanawekwa katika madawati ni watu ambao wamesomea, wanajua namna ya kuzungumza, maana wao ni psychologist. Kwa hiyo anajua namna ya kuzungumza na mtoto na mtu mzima. Maana yake itakuja kuwapa hueni, sasa mtoto anajua nina papo pa kusemea. Lakini pia itawasaidia hata walimu. Kwa sababu saa nyingine walimu hawa walikuwa na majukumu mawili tofauti. Afundishe, apate muda aongee na mtoto, ajue mtoto huyu anapitia nini, kwa nini aperform vizuri darasani. Umeona? Kwa hiyo pia imekuja kuleta hamasa kwa walimu, na pengine kwamba mwalimu muongezeka zaidi kabisa, kwamba mwalimu anajua kabisa kitengo cha kuzungumza na mtoto aweze kuelewa vizuri darasani kinaanzia huku dawati la jinsia. Mimi kazi yangu ni kumfundisha na mtoto kuelewa. Kwa hiyo hii pia itasaidia kuleta ufaulu mzuri. Sasa tumsikilize hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Tunayo na tunashuhudia matukio ya ukatili dhidi ya watoto, wanawake, wazee, walemavu na makundi mbalimbali kwenye jamii yetu. Serikali inao utaratibu na imejiwekea mkakati wa kuhakikisha kwamba tunapunguza kwa kiasi kikubwa ukatili wa makundi haya. Na moja ya utaratibu huo, kwanza, Rais wetu wa awamu ya 6 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameunda wizara maalum inayosimamia jamii na kuhakikisha kwamba inasimamia kupunguza na kuondoa au kumaliza kabisa ukatili juu ya makundi mbalimbali. Wizara hiyo ni maendeleo ya jamii, jinsia, watoto, wanawake na makundi maalum. Wizara hii imeweka mifumo ya kisheria inayomlinda kila mmoja ndani ya nchi na kumlinda dhidi ya ukatili wa aina yote ile kwa jamii. Kupitia sheria hizi zimeshirikisha pia wadau na jamii kwenye maeneo yetu, kwamba kila mmoja anatakiwa kuwa mlinzi wa kuhakikisha kwamba matendo yote ya ukatili yanayofanywa dhidi ya yeyote kwenye makundi haya ambayo yametajwa, tunayachukulia hatua dhidi ya wale wote wanaotenda matendo haya. Na tumeandaa utaratibu mzuri wa kuandaa madawati. Tumeweka madawati kwenye taasisi zote za umma kama vile shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya elimu ya kati mpaka vyuo vikuu. Tunayo madawati maalum ambayo yanatoa fursa ya yeyote anayetendewa ukatili kwenda kutoa taarifa, na pindi anapotoa taarifa hatua kali zinachukuliwa. Lakini tumepanua wigo pia hata kwenye taasisi zinazotoa huduma za kiulinzi kama vile jeshi la polisi, jeshi la magereza, nako pia tumeanzisha madawati maalum yanayomwezesha yeyote kutoa taarifa, kuhakikisha kuwa pale anapotendewa ukatili, basi kupitia zile sheria ambazo tumeziweka, yale madawati yanaweza kuchukua hatua kwa kumsaidia huyu ambaye ametendewa ukatili.